I don't care na wala sijali kama itachukua miezi miwili, miaka miwili, au hata kama ni miaka 10, kama nakitaka nitakipata. Ukiwa na mindset kama hii, moja, unaacha kupanic. Pili, unaacha kukimbizana na watu na hikaeka. Tatu, unaacha kukata tamaa na kuachana na mipango yako ulionayo eti kwa sababu tu matokeo yanakuja taratibu taratibu, sio kwa vile jinsi nilivyokuwa natamani kuyaona yakitokea, na kuanza kusema I'm not done yet, bado sijamaliza. Hii mindset itakufanya kuwa the most dangerous person ever, kwa sababu muda haukusishi tena. Ukimya ama silence sio kitu unachokiogopa tena. Vikwazo njiani sio vitu tena ambavyo vinaweza kucontrol wewe na maisha yako yanavyokwenda. Hauhitaji motivation ya kwamba inabidi tufanye kitu fulani, inabidi tuwe na fulani. No, unahitaji commitment. Yaani unajicommit kwamba mimi ni lazima nipate ninachokitaka. Na kitu kinachotokea ni kwamba unaamua mara hii kwamba nishaamua hii inatokea. Kwa mfano, wewe ni mtu ambaye una dreams siku moja uwe CEO wa kampuni yako mwenyewe. Taasisi za kifedha zikuheshimu, ziweze kukupatia mkopo, ziweze kupitisha biashara zako, ufanye biashara kubwa. Unatamani kupata tenda za serikali, tenda binafsi. Unatamani siku moja kuja kubadilisha taswira nzima ya maisha yako binafsi. Maneno ya watu walioambiwa kwamba hutofika mbali kwa sababu labda ulifeli shule, ukuendelea na shule, ama ulifeli au uliamua kubadilisha career. Unatamani kuleta impact kwenye maisha yako binafsi, watoto wako wanaokuja. Unatamani kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni generational, wewe, watoto wako na watu wengine wanaokuja. Unatamani kuja kufanya kitu ambacho kitakuwa na ulinzi wa kisheria, kwa maana ya kwamba hamna mtu yeyote anaweza kuja kufanya kitu kama chako ama kuwa copied. Na unatamani kuhakikisha unakuwa na usalama kati ya mali zako na wewe maisha yako. So kama wewe ni mtu huyu, it means unahitaji kampuni. Utakuwa mjinga wa mwisho kusema kurani kampuni mpaka kuoperate kampuni isimame vizuri inahitaji kuwa mkubwa, itachukua muda na gharama. The only thing kitakachokuwezesha kuwa CEO wa kampuni yako mwenyewe, it's only when utakavyoanza kutokujali juu ya setback time ama ni level gani ya investment utakayochukua kujifunza. Kwa mfano, kiwalisia, kumiliki kampuni sio hahitaji pesa. Unahitaji kuwa na mahela mengi kwa na kampuni, unahitaji kujifunza. Kwa hiyo unahitaji tu ni muda wa kukaa chini ufundishwe namna gani ya kuweza kuwa na kampuni yako, kumiliki kampuni yako, uendeshaji wa kampuni yako na everything. The only thing ambayo unapelea nayo ni understanding na ufahamu peke yake, sio kitu chochote kile kichobaki. So kama ni understanding na ufahamu, hiyo level of investment utakayofanyika hapo sio kitu chochote kwako. Kwa sababu gani? You already a dangerous person. Kwa sababu gani? Time sio kikwazo kwako, setback sio kikwazo kwako, na hata uwezo wa silence na kutulia na setback zote zinazokutana nazo sio kikwazo kwako. Unachoangalia ni kwanza, nimesha commit, lazima niwe na kampuni, niwe CEO, niwe the number 1 East Africa, niwe number 1 Tanzania, niwe number 1 kwenye zoni yangu, kama kaskazini, kusini, kanda ya ziwa, central, kila sehemu. Nataka mimi ndo nitakuwa ni dominate hapa. Uwezo kudominate kwenye industry yako kama huna kampuni, utakuwa ni mtoto unachekesha. Hizo vitu wanafanya watoto. Ukishakuwa mtu mzima, unaoperate kama mtu mzima, unamiliki kampuni yako inafanya vitu vinavyoendesha vyote. Nini cha kufanya? Piga simu iliyopo kwenye caption, book appointment, njoo ujifunze kampuni inaendeshwaje, nahitaji kumiliki kampuni, inafanya kazi gani, itanisaidiaje, nahitaji kupata vitu vyote hivi, then sajili kampuni yako. Unachopelea wewe ni information tu. Watu wanamiliki kampuni sio watu walienda shule. Tofautisha kati kwenda shule na kumiliki kampuni. Tofautisha kati ya wewe kuwa CEO na wewe kuwa msomi wa form 1, form ngapi. Hayo ni vitu vya kitoto. Huko kwenye watu wazima hatufanyi hivyo vitu vya kitoto. Sijui form 1, degree, hivyo ni watoto wanasoma. Mtu mzima unakuwa mjasiriamali, unasajili kampuni yako, unaoperate. Wao kuja kufanya kazi kwako ndio wanahitaji degree. Wewe huhitaji degree kuwa na kampuni. Wewe unahitaji kuwa na vision. Tumia akili, sio shule. Comment neno usajili, nitakufikia kusaidia kusajili kampuni yako, ama nipigie kupitia namba iliyopo kwenye caption hapo. Ubook appointment, tukutane tukupe elimu kamili kuhusu usajili wa kampuni na kukusaidia kusajili kampuni yako. Au wasiliana sisi kupitia namba hiyo hiyo kama uko nje ya Tanzania, East Africa, duniani kokote na unatamani kufanya investment Tanzania. Wasiliana sisi kupitia hiyo namba kwa njia ya WhatsApp. Tutakusaidia kuweza kupata msaada kamili.